Tunapokutana kila siku, tunapofungua Biblia na kujifunza yale ambayo yameandikwa, ni kwa ajili ya sisi kuweza kukua katika imani, na pia tuko na ufalme ambao unakuja, na lengo letu kuu ni kuingia katika huo ufalme. So tunajiuliza kama vile ndugu mwingine alimwendea Yahshua akamwambia, nitafanya nini niweze kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu? So sasa hata na sisi tunapekua Biblia tukijiuliza tunaweza kufanya nini ili tusiwachwe katika ufalme ambao unakuja. 3 mstari wa 18 kitabu cha Petro wa kwanza. Kwa maana yes, Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. So tunajua ya kwamba kuna mambo mazuri ambayo tumeweza kupangiwa. Mungu ama Elohim wetu ako na mpango mzuri juu ya maisha yetu. Endelea. 3:18. Yes. Lakini kuweni katika neema. So nilikuwa nimesema ya kwamba tunapopekua Biblia na tunapojifunza katika hizi mizururu ya lessons ni kwa ajili ya kukua kwa imani. Kila mtu anatakiwa akue kwa imani. Kutaka kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu uwe yeye sasa na hata milele. So tumeambiwa tukue katika imani. Hata mtoto anapozaliwa, huyo mtoto ukimlisha na bado tu anaendelea akiwa katika ile hali wa mwaka moja, miaka 2 hajakuwa, hata wewe hutafurahia. So tunatakiwa kutoka mahali pengine ambapo tumekuwa tukaenda kwa utukufu mwingine. Lesson ya leo ilikuwa nazungumzia kuhusu neno la Bwana. Hili neno ni neno takatifu na ni neno la ukweli. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania 4 mstari wa 12 kuhusu hili neno liko na nguvu za kushinda hata yale ambayo yanaweza kuinuka kukupinga. Bwana asifiwe. Ukiwa na hili liko na nguvu la kuangamiza maovu, maana na kukufanya ukuwe mshindi katika mambo ambayo unafanya. Yes, himiza kila mtu ya kwamba akuwe na hili neno, akuwe ameupokea hili neno moyoni mwake. Linaweza kushinda maovu na mpango zote za Ibilisi. Bwana asifiwe. Tena yes, li jepesi kuyatambua mawazo ya na makusudi ya moyo. Bwana asifiwe. Hilo ni neno la Bwana ambalo tulikuwa tumeambiwa ni ya hakika na haliwezi kuharibiwa. Tumeona mfalme fulani hapo amejaribu kuchoma yale ambayo alikuwa ameambiwa na Yeremia, lakini hakuweza kuiharibu. Kuna wakati pia Biblia haikuwa inatakikana isomwe, ulikuwa ukipatikana unachomwa nayo wakati wa Dark Ages, lakini tunasikia kwamba neno la Bwana liliweza kuendelea mpaka Biblia ikaweza kutufikia mpaka hivi sasa. So ndugu zangu, tujue kwamba hili neno liko na nguvu. Na katika kitabu cha Isaiah 34 verses I think 12, hakuna kitu tunaweza kosa kwa hii Biblia. Kila jawabu ya kila jambo liko katika hii Biblia, kwa maana limeandikwa kwa pumzi ya Elohim.
na linafaa kwa mafundisho. Biblia imeandikwa hapo njialo, yafaa kwa mafundisho, kuongoza na kuonya watu. So ni ya kuongoza, inaonya, inafanya mambo mengi. Tutasoma kitabu cha Timotheo wa pili 3:16 ndio tusikie. Hebu somewe 34:12 kitabu cha Isaiah. Isaiah 34:12. Yes. Biblia inasema watawaitia wakuu wake wafalme, lakini hawatakuwepo. Wakuu wake wote wamekuwa si kitu. 16. Yes. Imesaishwa. Tafuteni katika kitabu cha Bwana mkasome. Hapana katika hao wote atakayekosa kuwepo. Hapana mmoja atakayemkosa mwenzake. Yes, hakuna hata mmoja litakaloweza kupotea katika hili kitabu. Kwa maana kinywa changu kimeamuru. Na roho yake imewakusanya. Kitabu cha Timotheo 3:16, Timotheo wa pili. Hili neno ni neno ambalo kuna nguvu. Hili Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa na si kama kaseti. Taarifa za kaseti unasoma leo, fika jioni itakuwa fake news. Itakuwa stale news. Itakuwa imepitwa na wakati. Hata ukipatia mtu saa hii kaseti ya jana, hakutakuwa na ile ladha, kwa sababu mambo yake iliisha jana. So si kama hii Biblia ambapo ni mambo yake yanaendelea na yanaendelea kutuumiza kila wakati, na tunategemea na ushindi wetu huku unatoka hapa. Wapili 3:16. Yes. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao, kuambia watu msifanye hivi na hivi ili muweze kuingia mbinguni, na kwa kuongoza na kuwafundisha katika haki. Bwana asifiwe. Biblia iko na mafundisho mazuri ya kuweza kuongoza watu na kuwakanya watu wasiweze kufanya mambo maovu. Tulikuwa tumesikia ya kwamba katika Yeremia ya kwamba alikuwa ameorodesha vitu mingi ambavyo Yuda na Israeli walikuwa wanafanya mambo maovu mpaka likaweza kumchukia Bwana. Elohim akaagiza Yeremia na mwandishi Baruk aweze kuandikia hao ili angalau waweze kuacha maovu sao. Ndiposa Mungu kama atakapo waacha maovu sao, ataweza kubadilisha nia yake na kuwaokoa. Lakini hawakusikia, ndio wakachoma hiyo barua. So hata nazi tumeandikiwa vitu mingi katika hii Biblia ya kuweza kuachana nayo. Tumeweza kukariri ama kujikumbusha kuhusu amri 10. Ni mambo mazuri ambayo Bwana anatutakia tuenende nazo, na zinapatikana katika hii Biblia. Huwezi pata mahali kwingine, na ni neno la Mungu ambalo limeandikwa kwa pumzi lake. So yanafaa kwa kuonya, kutufunza na kutuchenga kwa namna yote, ili tuweze kuwa ni watu watakatifu kama vile naye Papa wetu yu mtakatifu. Katika kitabu cha Petro 1:15 tunatakiwa kuwa wakamilifu kama vile Mungu wetu naye ni mkamilifu. Tutakuwa kamilifu kwa njia gani?
tukiachana na maovu, tukiachana na kushuhudia uongo, tukiachana na uwizi, usherati, na tukishika hizi amri zote ambazo tumeambiwa, tutakuwa wakamilifu. Tutakuwa ni wenye ambao wataurithi ufalme ambao unakuja, kwa sababu tumeshikana na Mungu ambaye alitupea hizi amri na ambaye anatutakia tuwe sisi ambao ni wakamilifu. Petro wa kwanza 1:15. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Mwenendo ya kila mtu yanafaa kuwa takatifu, kuwa hayana dosari, kuwa ni ya kuwafuta wale ambao hawajaamini, kuwa ni yanayompendeza Bwana kwa mavazi yako, kwa kuongea kwako, kwa matendo yako yote, kwa biashara yako yote, kwa masomo yako, kwa kazi yako uweze kuonyesha watu ya kwamba umeweza kupokea hili neno. So hili neno ni neno ambalo liko na nguvu, hata ingawa watu wanajaribu kuficha, liko na ni neno ambalo liko na nguvu, na wale ambao wanaosoma na kuyatimiza na hata kusikia katika kitabu cha Ufunuo 1:3 wako na furaha na wako na baraka. Yeyote ambaye anasoma hii kitabu na yeyote ambaye anatimiza yale ambayo hii kitabu inasema, ama hili neno la Mungu linavyosema, hako na furaha na mwishowe ataweza kuwa pamoja na wale ambao wataurithi ufalme wake Mwenyezi Mungu. 1:3 kitabu cha Ufunuo. Heri asomaye na wao wayasikiayo na wala ambao wanasikia maneno ya unabii huu na kuyashika, si atukusoma tu na kusikia, na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. So nawahimiza ndugu zangu, tuendelee kusidi kukua katika hili neno, ili tuweze kuwa pamoja na wale ambao watakaoweza kurithi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Katika kitabu ninachomalizia ni 5:10, kitabu cha Wakorintho. Nataka tu kama ni hapo, ikiwa kuna kitu ambacho linaweza kuchipuka. 10:5, kitabu cha Wakorintho wa pili. 10:5, kitabu cha Wakorintho wa pili. Ilikuwa nasema ikiwa kuna jambo ambalo linaweza kuchipuka, kujaribu kupingana na Biblia, litaweza kuangushwa, likiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Hebu anza verse 4. Maana silaha za vita vyenu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo ya kila kitu kilichoinuka kijiinukacho juu ya elimu ya Mungu, kinachoweza kuinuka juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikira ipate
kumtii Kristo, na linaweza kuteka nyara kila fikra ili kuweza kumtii Kristo. So hakuna kitu ambayo linaweza kuchipuka ati linapingana na neno la Mungu. Kitaweza kufanywa nini? Na ni kupitia hili neno ambalo lina ukweli na liko na uzima. Mpaka hapo nawatakia mema.